Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ni wa mseleleko, unahusisha kazi zifuatazo: yaani ujenzi wa banio intake kule kwenye chanzo lililopo chanzo cha maji cha Lipembe. Chanzo hiki kipo umbali wa kilomita 2.3 kutoka hapa kwenye tenki na kina uwezo wa kuzalisha maji lita 345,600 kwa siku. Ujenzi wa tenki hili lenye ujazo wa lita 1,500,000. Ujenzi wa mtandao wa mabomba ya usambazaji maji umbali wa kilomita 19.5 na ujenzi wa vituo vya kuchotea maji vipatavyo 12. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unategemewa kuhudumia wakazi wapatao 3376 wa kijiji cha Pachasita na kijiji cha Lipembe. Wananchi hao wana mahitaji ya maji yanayokadiriwa kuwa lita 332,936.39 kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa na wataalamu wa ndani, yani force account, kwa makadirio ya gharama ya mkataba ya Tanzania shilingi milioni 531,183,460. Utekelezaji wake ulianza tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 na unatarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Utekelezaji wa mradi umefikia 85%. Kazi zilizofanyika ni ujenzi wa banio yani intake ambapo imekamilika kwa 95%. Ujenzi wa line kuu yani gravity main kutoka kwenye chanzo mpaka hapa kwenye tanki umbali wa kilomita 2 kati ya kilomita 2.3 sawa na 89%. Ujenzi wa mtandao wa mabomba ya usambazaji yani distribution umbali wa kilomita 17.9 kati ya kilomita 19.5 sawa na 92.3. Pamoja na ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji lenye ujazo wa lita 1,500,000 ambao limekamilika kwa 90%. Kazi zilizosalia ni uwekaji wa geti kwenye chanzo, umaliziaji wa ujenzi wa tenki kwa maana ya upakaji wa rangi, uwekaji wa geti, usawazishaji wa eneo la tenki pamoja na ufyatuaji wa mfuniko wa tenki. Ujenzi wa mtandao wa mabomba umbali wa kilomita 1.8 katika bomba kuu pamoja na distribution line. Ujenzi wa vituo 12 vya kuchotea maji, ujenzi wa chemba pamoja na ujenzi wa marker post. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa maji yanafika katika tenki na baadhi ya mitandao ya usambazaji wa maji imeunganishwa tayari kwa kutoa huduma ya maji kwa wananchi. Changamoto za mradi. Changamoto za mradi huu ni kuchelewa kwa malipo ambapo kiasi cha Tanzania shilingi milioni 511 na 93,627.5 kinadaiwa na wazabuni pamoja na mafundi. Hii imepelekea utekelezaji wa mradi huu kusimama na hivyo kutokamilika kwa wakati. Hali hii inafanya kuendelea kuwepo kwa kero ya maji katika vijiji hivi vya Pachasita na Lipembe. Mheshimiwa Mwenyekiti, RUWASA pamoja na wananchi wa vijiji hivi inatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa kwa jitihada zake za kuhakikisha wananchi waishio maeneo ya vijijini wanapata huduma ya maji safi na salama. Baada ya maelekezo haya mafupi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakukaribisha ili wetu kwamba wananchi tuwe na imani na serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mchakato wa ukamilishaji wa mradi huu unaendelea na hivi punde utakamilika na huduma stahiki itapatikana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu Chama Tawala! Mama Samia hoye! Hoye! Mbinga hoye! Hoye! Maji hoye! Hoye! Kwa nafasi hii naomba nimkaribishe katibu tawala, mkurugenzi, wakuu wote wa idara, kamati ya siasa mliopo, sekretarieti, lakini wote kwa ujumla ambao tumeambatana na msafara huu wa Mheshimiwa Mwenyekiti. Itifaki imezingatiwa. Kwa Mwenyekiti, kama tulivyo ada, leo tuko kwenye utaratibu wetu wa ukaguzi wa miradi, kuangalia utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Mara nyingi wanasema wenye duka, ambao tumekuja kuangalia duka letu linaendeleaje. Kwa hiyo tumefika hapa, tumefanya ukaguzi, tumepata taarifa. Kwa hiyo tukasema sasa tuzungumze machache, na kwa bahati nzuri tunao wenyeji wetu wawili watatu. Kwa mwenyekiti itakapomlazimu kama atawapa nafasi, lakini hiyo ni jukumu la mwenyekiti. Kwa hiyo inayotekelezwa na serikali yetu. Kwa mwenyekiti, baada ya maneno hayo nikukaribishe uweze kuzungumza machache, na kama kuna yale ambayo utataka kuhoji, basi wenyewe wataalamu kama tulivyoambatana nao wote wapo wataweza kutoa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu. Kiungu oye! Pachasita oye! Mama Samia oye! Mbunge wetu Jonas Mbunda oye! Na diwani wetu oye! Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, katibu wetu wa wilaya, kaimu mkurugenzi wa Mbinga TC, viongozi wote tulioko hapa, lakini natambua pia uwepo wa viongozi wa kata. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye!
Kama alivyotangulia kusema katibu, tupo kwenye ratiba ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani na tumeanza jana tulikuwa halmashauri ya Mbinga DC na leo tuko Mbinga TC, na huu ni mradi wetu wa kwanza. Tunakagua utekelezaji wa ilani kuona namna miradi ambayo ilihaidiwa kwa wananchi inavyoweza kutekelezwa. Kamati ya siasa tumefika kwenye mradi huu wa maji wa kata hii ya Kiungu. Kwa mujibu wa taarifa inaonyesha mradi umeanza 2024 na ulitarajia kukamilika tarehe 30 mwezi huu wa 6. Juzi tu ulitakiwa umeshakamilika, lakini kutokana na malipo kuchelewa, basi mradi upo kwenye hatua ya 80%. Nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza wataalamu wa ndani kama ambavyo taarifa imesema kwamba mradi huu umetekelezwa kwa force account. Kamati ya siasa tumepitia, tumeangalia, tumeona kazi kubwa iliyofanyika, pamoja na kwamba mpaka sasa hawajalipwa fedha, lakini mradi umetekelezwa kwa 80% karibu na 5. Kwa hiyo tuwapongeze sana, na rai yetu tu sasa, kwa sababu zimebakia 15%, basi ni vizuri mkaongeza jitihada kuhakikisha mradi huu unakamilika na wananchi waweze kuanza kupata huduma, kwa sababu ni nia ya dhati kabisa ya serikali yetu ya awamu ya 6 kuhakikisha wananchi wote kwenye maeneo yao wanapata maji safi na salama. Na nia hii tumeiona tayari. Kiasi cha milioni 530 kidogo kilishaidhinishwa kwa ajili ya wananchi kupata maji safi na salama. Lakini pia Mheshimiwa DC, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wataalamu wa ndani, kwa sababu mradi kama huu tumeshaona mahali pengine gharama yake inakuwa ni zaidi ya milioni 500. Kama jana tulipitia mradi kama huu, tuliona unagharimu karibu bilioni 1.6. Sasa mradi huu ujazo ni ule lita 150. Kwa kutumia wataalamu wa ndani, basi wameweza kupunguza zile gharama za mradi kutoka kwenye bilioni 1.6 mpaka milioni 500 na kidogo. Kwa hiyo tuwapongeze sana. Sisi kama kamati ya siasa tumepokea changamoto ambazo mnapitia, basi tutajaribu na sisi kuzichukua ili tupeleke eneo linalohusika, ili wananchi hao sasa waweze kukamilishiwa huo mradi na waendelee kupata maji. Na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Dr. Mama Samia tunamshukuru, pamoja na wakandarasi kwa sababu wamepambana sana. Kama unavyotuelekeza wajalipwa pesa, lakini kwa imani yao wamefanya hii kazi. Lakini pia tunazidi kuiomba serikali palipobakia waweze kutusaidia ili wananchi waweze kunufaika. Kwa kweli katika kata ya Kiungu tuna uhaba sana wa maji. Mpaka sasa hivi vijiji hivi viwili hakuna shule ambayo iliyokuwa na maji. Wanafunzi maji wanaenda kuchota mtoni. Sekondari pale wanafunzi wanapata sana shida. Shule zote toka za msingi mpaka sekondari shida ni kubwa. Hata hivi wananchi wananisumbua sana, kama mheshimiwa wao diwani wananipigizia kelele kila siku. Hata meneja wa Ruwasa nimewahi kuzungumza mara kibao sana. Lakini mimi nashukuru kwa mradi ulipofikia, kwa vile naomba tu viongozi wote na wataalamu wote jitihada iendelee ili wananchi hao waweze kunufaika na kilo hiyo iweze kuisha. Lakini nirejea ile mada aliyosema mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya wa CCM kujenga vituo. Baada ya kuzungumza na meneja mara ya mwisho, akasema saa hizi hawatajenga vituo, labda kwenye taasisi tu, lakini kwa watu binafsi kunabidi waingizi wao wenyewe wafungiwe mita. Ina maana alitueleza kwamba bali ya vituo kwa mwananchi wa kawaida havitakuwepo. Na kweli wananchi mpaka sasa hivi wamechukua fomu kwa kasi, wanasubiri maji kila moja yaingia ndani, kwa vile wamelipokea kwa kiwango kikubwa sana. Kwa kusema hivi, mimi nawashukuru Suluhu Hassan, na pia nawashukuru viongozi wote ambao waliofika katika msafara huu ili kuiboresha kata Kiungu ionekane inakuwa na ubora wa maji
pia kwa afya za sisi binadamu. Kweli ilikuwa ni kero kubwa sana ambayo tuliokuwa naye ndani ya kijiji cha Pacha Sita. Mimi mwenyewe binafsi nina kisima cha kuchimba kwa shimo meta 30 kwenda chini, ndio tunatoa maji haya, ndio tunatumia. Kwa hiyo nishukuru sana serikali hii na viongozi wote mliokuja hapa, wakandarasi ambao wamejitahidi kuboresha mfumo huu kwa haraka, na hivyo niombe tu serikali iwakamilishia wakandarasi muamala uliokuwa umebaki ili watuweze kutufikishia maji sehemu husika. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kwamba kuna maji, lakini nadhani hiyo changamoto ambayo amezungumzia Mheshimiwa Diwani, katibu wetu wa CCM Bwana Mateso amezungumzia na wengine wamezungumzia kuhusu hizo sehemu ambazo watu wanaweza sasa wakachukulia maji. Mimi nitoe rai tu sasa kwa RUWASA kwamba madhali maji yapo na yamefikia asilimia hiyo, sasa tuelekeze nguvu, kwa sababu pamoja na kwamba hatujakamilisha mradi, lakini tumeona maji yapo, na kwa takwimu ambazo tumesomewa uwezo wa chanzo ni lita 300 na zaidi na nusu, ambayo chanzo kinaweza kikazalisha kwa siku. Uwezo wa tanki ni lita 150. Kwa hiyo chanzo chetu kina maji mengi kuliko hata uwezo wa hiki. Yaani tuna maji ya ziada. Mahitaji ya vijiji vyetu viwili, Lipembe na Kihungu, ni kama 300,000. Kwa hiyo maji tunayozalisha kutoka kwenye chanzo ni mengi kuliko mahitaji ya vijiji viwili. Sasa kwa asilimia hizo 80 ambazo tumeshafika, na kwa sababu tumeshapeleka point kwenye kila vijiji, basi hata kwa hatua hii sasa tuelekeze zaidi katika kuwapatia maji. Wamesema hapo, nafikiri Mheshimiwa Diwani, kwamba baada ya kuwa tumefikisha maji kule, kumekuwepo na mwitikio mkubwa wa watu kuchukua fomu ili wakufikishie, na tuendelee kutoa elimu ili watu sasa tuwaunganishie maji wapate maji. Wakati tunaendelea na utekelezaji kwa asilimia hizo zilizobaki, lakini as long as kwamba maji yanaingia kwenye tenki, na bahati nzuri ni kwamba hatuhitaji nishati ya umeme, ni mradi wa mseleleko. Kwa hiyo wanaweza kaendelea kunywa maji wakati tunaendelea kukamilisha mradi. Kwa hiyo ningependa kwa labda hilo tulitazame, ili sasa tuelekeze nguvu zetu kuhakikisha kwamba watu wanaendelea kupata maji wakati tunakamilisha mradi.